Abanda. Signorita. Anasema yeye ni shabiki kindakindaki, yani mzalendo halisi katika KBC Radio Taifa. Jina lake nani? Mtusikiliza anasemaje. Ustadhi vipi? Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapoesha na jitambulishe kwa wasikilizaji wetu, jina lako nani na unapenda nini hasa KBC, unaijua kwa misingi gani? Naam, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Said Rashid Mwango, jina langu kamili, lakini almaarufu naitwa Dr. Tito. Dr. Tito nilitoka huko KBC. Mimi ni msanii mwigizaji ambaye nimeendelea kutokana na KBC Sauti House ya Mombasa mpaka nikaja Broadcasting House Nairobi. Hivi kwamba utapata kwamba kuna baadhi ya watangulizi wazuri sana wanahabari wa zamani KBC, unaweza kuwatambua kina nani hadi leo? Mambo hapo umesema gonga ndipo akiwa brother Said Somangu, Said Ali Matano. Mungu amweke pema kwenye wema. Ambaye alinishika mkono, akaniingiza KBC, akisaidia na kina Ali Salim Manga, Leonard Mambo Kotela, kina Zainab Aziz, bila kumsahau Jacob Bila the weekend man. Hivi utapata kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanangetamani sana wapatie picha kidogo kuhusu ni umuhimu gani kusikiliza KBC. Leo ungeweza kusema nini kuhusu KBC mbali na kuwa na KBC Radio Taifa? Ni KBC kwa jumla. KBC kwa jumla ndiye mlezi, ndiye mama wa kila station zote za Kenya. KBC ndio imelea watangazaji wote, wanahabari wote wazuri kutoka KBC. Kwa hivyo basi KBC haifai kuachwa nyuma, tafaa tuienzi na tuikumbatie kwa mikono miwili, kwa sababu wao ndio waanzilishi. Na mtu anataka kujifundisha, basi mahali pazuri pa kujifunza ni KBC. Maki hakuna ubaguzi, ni talanta yako tu. Leo KBC imewatembelea wanafunzi wa Star of the Land kwa misingi kwamba shabiki wetu mmoja kwa jina Zena Ali alichagua shule hii kuwa mazingira ya kutuzwa. Unatoa ushauri gani kwa mashabiki wa mazingira haya na wote kwa jumla nchini Kenya? Nasema wao waendelee pia kusikiliza KBC, kwa sababu kuna mambo mengi zaidi na mengi ninavyojua. Hii itakuwa ni mwanzo tu, lakini mengi yanakuja hapo nyuma. Kwa hivyo basi kila mtu anayesikiza kipindi hiki aendelee kusikiliza Radio Taifa. Asante sana kwa muda wako. Umesema jina lako? Dr. Tito. Daktari Tito. KBC yote inajulikana kama Dr. Tito, jina kubwa. Asante sana. To save time, she's Madam Lavender, upper class teacher. Is Teacher Vincent, is also upper class teacher. Is also Mr. Lucas, the upper class teacher, is also the academic teachers. And she's Madam Jacqueline, the deputy head teacher and also upper class teacher. I don't know if the lady behind here is one of our parents here, and she's the one who actually suggested Star of the Land to be the beneficiary of this radio. Now you just introduce yourself, then Watoto hamjambo? Watoto hamjambo? Hamjambo sana. Hebu nionyesheni kama hamjambo, vimuli alafu tunamaliza wewe. Nice one. Sisi ni wageni wenu kutoka KBC. Kabla nyinyi hamjazaliwa, kabla pia sisi hatujazaliwa, tulisikia tu KBC ndio ilikuwa station peke yake, lakini siku hizi ziko nyingi. Ni ukweli? Mpaka utasikia Star of the Land Center FM. Ni ukweli? Mimi ni mtangazaji wa KBC Radio Taifa, na sisi ni watangazaji wa Kiswahili. Jina langu naitwa Rashid Momkondo, lakini ukisikia kwenye redio utasikia jamaa yaitwa Rashid Momkondo. Wakati mwingi nikifanya vipindi huwa nyinyi mshalala. Mimi huingia studio saa 2 usiku, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mpaka saa 6 za usiku. Vipindi vyangu huwa ni muziki. Sasa wajua watoto wadogo wakianza kusikiza muziki tena itakuwa balaa, si namna hiyo? Sasa leo tumekuja hapa kwenu kuwaletea redio. Na hii redio itawasaidia nyinyi kusikiza baadhi ya vipindi. Wajua siku hizi masomo kila mahali, online, through radio, through print, through TV, si ndio? Nataka nyinyi mkiwa wakubwa, Mungu akiwajalia mkipita vizuri, si lazima muandikwe zile kazi za physically, you can work online and earn very huge salary. Si ni ukweli? Na saizi the world has changed. Everything is online, digital. Ama namna gani wenzangu?
Sasa leo tumekuja na tutawapatia radio na tutauliza maswali mawili matatu. We have some few t-shirts tutawapatia. Na sikuja peke yangu. KBC mkubwa. Iko na radio station 21. Ngapi? 21. But there are two main English service and Kiswahili service. Hivi mnajua kwanza Kenya nzima radio ya kwanza ni English. Kenya nzima tangu wazungu wakuja hapa, radio ya kwanza ilikuwa inaitwa English peke yake. Alafu ndio Kiswahili tukaja baadaye wakati kina Leonard Mambo Mbotela. Mnawasikia hao? Lakini sasa ni wazee washaenda, sasa vijana tumekuja. Sasa namna gani? Kwa hiyo niko na wenzangu, mimi nafanya Swahili service. Kuna dada tumeandamana naye. Yeye ni mtangazaji kutoka KBC English Service. Atajijulisha, alafu kwa wale wazungu pia msipate tabu. Kwa hiyo wengine watakwambia sisi hatujui Kiswahili, kizungu pia kiko. Sina maana hiyo. Watoto hoye! Mwalimu mkuu hoye! Asanteni sana. Hakuna jambo lingine. Tupe makofi. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Well, I love you very much. My name is Caro. I'm so happy to see all of you. And wearing a mask is very important. You cover your nose and your mouth. So my name is Carol Moshero. I work for the English service. They work for Kiswahili, and the Kiswahili is so good. I don't know what you're good at and what you want to be. Maybe if you want to be a journalist, it's a good career. But we are here to bring you a radio, like my colleagues have told you, so that you can enjoy classes in your classroom from the radio. You know, you can listen to a teacher on radio, apart from seeing your teacher physically. So we are hoping that this radio will improve something in your life. And it was one of our listeners nominated your school, so you should appreciate her for that. Of the land, the land, mwalimu, wazee mambo, mpo? Sawa. Ndio kwanza napongeza walimu ambao wametupokea kwa mlahaka, kwa utu na adhabu. Tumshukuru sana dada yetu, mzazi wetu Zena ambaye ametuletea fursa hii na satua kukutana pamoja. Mungu wetu mwaminifu, hamna kama yeye, sio? Tuwapigie makofi, sio? Sio hayo. Yangu yanakwenda vile tunataka niseme. Nikisema kalabanda, nikisema senyorita, kalabanda, 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 senyorita, senyorita. Hapo sawa. Jina langu naitwa Double M Mathias Momanyi. Nashughulikia Kiswahili. Vipindi vya Kiswahili Jumamosi asubuhi, ramani ya Kiswahili, sauti ya Mkenya kila usiku. Kuanzia saa 2 usiku hadi saa 6. Niliposema ndugu yangu Rashidi ni kwamba wakati watoto wamelala, lakini wazazi, walimu wanasikiliza, sio? Halafu ni mwalimu pia. Mathias Momanyi ni mwalimu. Mna vitabu vyangu wengine hamjui. Vitabu vinavyoitwa Kurunzi ya Marejeleo, Halahala Kiswahili, Kilele cha Insha, na vitabu vya hadithi mbalimbali. Ile raha tumekuja hapa ni kutua mzigo, tuwaletee redio, msikilize vipindi muru wa mazungumzo matamu na mziki wa kuburudisha, sio? Halafu mnapopata fursa pia mazungumzo Kiswahili fasaha. Watoto wangu watoto wangu hapo zamani za kale paliondokea na mtangazaji mmoja, jina lake ni Leonard Mambo Mbotela. Mnamjua? Akaja akamkumbatia shabiki mmoja akamwambia, siri yangu ni moja tu, wasaidie unaoweza kuwasaidia na Mungu atakufidia. Wasaidie unaoweza kuwasaidia na Mungu atakufidia. Kisha alipotenda hayo akaweza kukuza vipaji. Wakaja akina Jeff Mwangemi, Jacob Mogoa, wakaja Lore Lolio, wakaja kidogo Boniface Msambi, Georges Waka, wakaja kidogo tu akaja Cynthia Anyango. Top Mashariki akacheza pale ndani, jina lake nani? Kazungu Mwinyi. Akaja kidogo mzee wa kazi Athman Hoka wa Hoka. Kisha kuendelea polepole akaja Rashid Mwamkondo, akaja Becky Cherotich. Kisha akawaambia
nawaambia vijana wangu, mtakaposhika redio isiwe ni yenu, uwape wengine. Sasa kacheza cross yake pass maridadi, Rashid Mwamkonda kumpatia Karoli Gashasha, akanipa mimi kwake Sewe. Sewe akaenda kwake Mnyamwezi, tukampatia Zena. Zena amecheza kama yamefunga bao. Tupo ndani ya Star of the Land. Amjambo. Swali moja tu. Nomino redio ipo katika ngeli gani? Redio. Na binti, jina lako nani? Njoo kwanza. Njoo. Mtoto wangu ake nani kama wewe? Jina lako nani binti? Shan Marisi. Darasa la ngapi? 7. Nani kama Shari? Mpige makofi Shari. Redio ni nomino katika ngeli gani? Ngeli ya easy. Tunga sentensi kutumia neno redio. Nilisikiliza redio hapo jana, sio? Kipindi gani? Radio Taifa. Kipindi kipi? Unachopenda chochote kile. Chagua kipindi chochote unachokipenda. Tena? Habari, michezo, sio? Makofi kwake jamani. Swali la pili. Mnapenda wanyama? Ndio. Mnapenda wadudu? Ndio. Nategemea mdudu yupi, sio? Ndio. Kama unapenda mdudu anaeliwa sana anaitwa termites. Kwa Kiswahili wanaitwaje wale termites? Wale sasa hivi. Wale wanaoliwa wale. Watu wengi wanasema chiswa. Waluya Beru washasema chiswa. Mwami, japo waambie hata wewe ni nani sasa hivi. Jina lako nani? Bosira. Sokoro Bosira upo? Unapenda wadudu, sio? Hao wadudu wanaitwa namna gani? Kiswahili. Mchu. Amegonga ndipo. Sio? Lakini wao wanaoliwa wanaitwaje wale wanarukaruka? Wanaitwaje? Wanaitwa kumbe ama kumbi kumbi? Kumbe ama kumbi kumbi? Kumbe. Amejaribu tu lakini ina silabi ngapi hilo? Kumbi. Silabi ngapi? Tusabu silabi. Mbi. Ngapi hizo? Makofi kwake jamani. Safi sana. Nyama ya kuku. Nyama ya mtu. Kuna nyama ya mtu kumbe. Hii shule inaitwaje? Star of the Land Education Center. Star of the Land Education Center. Nataka kuwafundisha kitu kimoja. Mungu alituumba sisi binadamu na kila mmoja alimuumba kivyake, na Mungu ana sababu kwa nini alituumba kivyake. Sawa? Leo nataka kuambia Kenya kuna jamii ya watu wanaoishi na ulemavu. Ni kweli ni urongo? Ukimuona mlemavu ni binadamu sawa nawe. Amen. Muheshimu, mpe usaidizi, na sisi kama KBC tunajali walemavu. Ndiposa kuna kipindi special kwenye TV kinaitwa Able Different. Sasa leo nataka kuwafundisha kitu. Yule kijana pale njoo. Baba njoo. Njoo hapa Dickson, unaona? Shika hapo. Dickson, hii ni yako. Dickson. Njoo hapo kwanza hapa katikati Dickson mwenyewe. Nani kama wewe? Mungu akupe nini akunyime nini? Mkiwa wakubwa mahali popote ukimwona mlemavu muheshimu, kwa sababu yeye ni binadamu kama yeye, anafaa kusaidiwa kwa hali yoyote. Na mahali popote, hata mkienda nyumbani, wafundisheni wazazi kwamba leo watangazaji wametuambia tuishi vizuri na watu wanaoishi na ulemavu, kwa sababu kesho huwezi jua, anaweza kuja kuwa rais kama wewe, anaweza kuwa mtangazaji kama mimi, si ndio? Tumpigieni makofi. Hivi. Ufanye bidii usome, Kwa darasa la ngapi? Kwa darasa la ngapi? La mbili. Darasa la pili. La pili, unapenda mwalimu wako Kiswahili? Anaitwa nani? Chalidia. Unamwambia ujumbe gani ambao hajawahi kusikia maishani mwake? Asante, sio? Hilo neno la shinda hata zawadi, sio? Makofi kwake jamani. Haya. Unapenda lugha ya Kiswahili? Kabisa.
Hebu tuambie, Star of the Land Educational Center kwa Kiswahili tunaita vipi? Mimi sijui. Bado hujamaliza. Star of the Land Educational Center. Aja, wache. Jaribu. Nyota ya ardhi ya msingi. Amepata, amekosa? Amepata, amenoa? Mbona siwasikii? Heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Makofi kwake jamani. Nataka bado yeye amejaribu. Nani mwingine? Bado hajapata. Haya, njoo. Anajiamini. Waitwa nani boss? Rizgala Said. Rizgala Said. Uko darasa la ngapi? La 7. Darasa la 7. Wafanya mtihani lini? Nimeshaanza. Ule mtihani wa serikali. Wa serikali wafanya lini? KCPE. Mwaka ujao. Wapenda somo gani rafiki yangu? Science. Okay. Kwa hiyo unamaanisha kwamba unataka kuwa daktari? All right. Kenya tunatumia lugha mbili. Kenya tunatumia lugha ya kitaifa ni gani? Kiswahili. Sasa jina la shule yenu liko katika lugha gani? Kiingereza, si ndio? Kwa hiyo Kiingereza Kenya ni lugha rasmi, Kiswahili ni lugha ya taifa. Sasa nataka uniambie Star of the Land Educational Center Kiswahili yaitwa je? Shule ya msingi ya Nyota ya Ardhi. Shule ya msingi ya Nyota ya Ardhi. Kazi ipo. Shule ya msingi ya Nyota ya Ardhi. Amepata, amenoa? Amepata, amenoa? Amenoa. Lakini tumpigie makofi kwa kujaribu. Mwalimu hapa tutakesha ama vipi? Tutakuwa tunaenda moja kwa moja. Sawa? Alafu mtasema mawili matatu. Mwalimu mkuu pia atakuwa anazungumza akisema kuhusu Star of the Land. Ilianza lini na ni vipi? Unaitakia nini? Kisha tutakuwa tunamaliza na kufunga kazi. Sawa? Tupo katika shule ya Star of the Land. Mazingira haya ya Kibra. Na tupo na wanafunzi wa staarabu. Wanafunzi Wanafunzi Beki ukisikiliza hizo sauti za Mwenyezi Mungu, malaika, kasoro mbawa za kuruka. Tupo hapa na Rashid Mwamkondo na vile vile mwalimu mkuu. Lakini kabla sijakwambia chochote, hebu tuanze na mwalimu mkuu. Mwalimu, jina lako nani kwa manufaa ya shabiki? Ningependa kusema kwamba on behalf of the school we are very much grateful for the radio that has been given by the KBC, and besides, as a school we'll utilize this to the benefit of these children. We want to take this opportunity to thank the organizer and anyone who has put the resources together and the process to bring the radio here. May God bless KBC. Wapasha mashabiki na wasikilizaji wote kwa jumla, majina yako nani? Kwa majina naitwa Joseph Onjiko. Yes. Asante sana Beki. Hiyo sauti nasikiliza ni ya Joseph Onjiko, mwalimu mkuu. Tupo naye dada yetu ambaye ni shabiki mkuu, shabiki nganga kindakindaki aliyepata nafasi ya kutuwezesha kufika hapa. Ndiye alifanya tulete radio katika shule ya Star of the Land. Jina lako nani shabiki wetu dada yetu? Majina mimi naitwa Zainab Ali Abdalla, mkazi wa Kibra na mshabiki mkuu wa KBC Radio Taifa. Uliposikiliza ili shindano ama masuala haya ya kupeleka radio katika mazingira na sehemu mbalimbali, ni kitu gani kilikuwa katika fikra zako? Kilichokuja kwa fikra yangu ni kuwa na mwanafunzi katika shule hii na amekuwa akiniambia kwa walimu wao huwa wanatumia simu za mkono kusikiza vipindi vya redio. Nikaona hii ni nafasi nzuri kwa mimi kujaribu kama tunaweza shinda ili shule hii pia iweze kupata redio, waweze kuwa wanasikiza hizo vipindi. Leo KBC ipo moja kwa moja kutoka Star of the Land, kumaanisha kwamba ndoto imetimia na tamba na redio bila shaka imekuwa ni live. Kwa hivyo unaweza kutoa ujumbe gani kwa wale ambao walikuwa wakisikiliza safari ya kuingia katika shule mbalimbali na kuweza kutoa redio kama zawadi?
Kwa kusema ukweli, mimi sikuamini. Kwanza mara ya kwanza wakati kulitangazwa kuwa shule ya Star of the Land imekuwa mshindi, sikuwepo. Mmoja ya walimu ndo alinipigia simu akaniuliza, umesikia kuwa shule ya Star of the Land imetangazwa kuwa washindi? Sikuwa nimeisikia, lakini nilifurahia sana, nikafurahi sana. Na sisi kuwa ni mfano mwema katika shule zote za Kibra, kuwa mmoja wa shule ambayo inaweza kupata hiyo redio ni furaha kuu sana kwetu. Wewe haikuwa mara yako ya kwanza kusikiliza redio, kumaanisha umekuwa ukisikiliza redio, nadhani tajia watangazaji wawili watatu na vipindi mbalimbali vya Kiswahili katika Radio Taifa. Mimi ni shabiki mkuu sana, nasikiza redio Taifa. In fact kwa nyumba yangu asubuhi nikiamka kitu ya kwanza huwa naweka redio Taifa. Namsikiza Cynthia Nyango akiwa na mwenzake, na kipindi kile cha Jehu ni Bwana ya Leonard Mambo Motela, na pia kuna kipindi ambayo huwa ina ya wanyama, nimesahau jina. Umekusikiliza kipindi cha Kiswahili cha Ramani ya Kiswahili? Nasikiza sana. Unaweza kukumbuka anaeleta kipindi hiki nani? Ni Mathias Mumanyi. Mathias Mumanyi ndio mwenye kuleta mwenzake. Na Serebuko, umekusikiliza kipindi cha Serebuka? Serebuko nani anakileta hewani? Rashid Mwano. Asante sana mwalimu Mathias Mumanyi, msikilizaji wa KBC Radio Taifa mahali popote ulipo. Haya ni matangazo ya moja kwa moja na kikosi kizima cha Radio Taifa tukiwa na Meja Generali mwalimu Mathias Mumanyi. Tuko katika ule mpango wa kuweza kuboresha elimu mashinani. Kumbuka kauli mbiu hapa ni inua elimu, na Radio Taifa sauti ya Mkenya hii itawawezesha msikilizaji, wanafunzi wengi kuweza kupata fursa ya kusikiliza vipindi, kwa sababu siku hizi kila kitu kinakwenda kupitia digitali na vile vile pia online. Wanafunzi wana nyuso za kutabasamu hapa, wanafunzi kuna jambo lingine, tumewaletea redio. Na hapa vile vile pia niko na mwalimu na mwanafunzi, tutakuwa tunazungumza naye, mwalimu wa Kiswahili. Wajua sisi ni Waswahili. Mwalimu unaitwa nani? Unazungumza live Radio Taifa kutoka Kibera. Ni Lucas Osoro, mwalimu wa Kiswahili kutoka katika shule ya msingi ya Star of the Land. Labda pengine mwalimu utuambie wajisi vipi, tumewaletea redio, tumewaletea maski, barakoa, na umemuona Momanyi mashallah na kitambi Radio Taifa yalipo. Imekuwa ni furaha sio kifani, maana tumejumuika sana katika ukumbi wa shule, wanafunzi pamoja na baadhi ya wazazi ambao wamekuwa wana mchango muhimu sana katika shule. Tuko hapa pia na walimu, lakini nyuso za wanafunzi wetu zinaonyesha kuwa wamesheheni bashasha tele. Wanafunzi oye! 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 Ni furaha. Ni redio ambao tumekuwa tunapashwa kuhusu ujio wa KBC katika shule yetu ya msingi, na tumekuwa tunawasubiri sana kwa hamu na gamu. Msikilizaji wa Kibra, unaweza ukaupenda ukurasa wetu wa Facebook ama uso wa kitabu KBC Radio Taifa sauti ya Mkenya. Watoto, nikisema inua elimu mnaniambia na Radio Taifa sauti ya Mkenya. Inua elimu, Radio Taifa sauti ya Mkenya. Inua elimu na Radio Taifa sauti ya Mkenya. Kikosi ni kizima, tumekuja na mzungu wetu hapa. Wajua pia KBC tuna wazungu. Mwenzetu hapa Gashasha, naona leo umekuja Kibra na unatabasamu, labda pengine utaweza kaambia wasikilizaji kuhusu masomo ya radio na KBC tunavyofanya nini? Tunaleta radio kwa mashule, ndio wanafunzi wanaketi wanasikiza radio lessons, meaning ukisikiza Radio Taifa ama English service, you'll be able to have lessons brought to you by a radio teacher, na inafanya wanafunzi wanaenjoy apart from mwalimu kwa class physically, pia wanaweza kusikiza mwalimu kwa radio, na inafanya pia wanakuwa na mawerevu zaidi. So asanteni sana, tuko Kibra. Asante sana Beki. Kabla hujaondoka lazima nikupe mtainiwa wa mwaka huu, kumaanisha mwaka ujao atafanya KCPE na tutamaliza bila kumshirikisha. Jina lako nani mwanafunzi? Kwa majina naitwa Shalin Marisi kutoka shule ya msingi Star of the Land. Unapenda nini hasa unaposikiliza redio? Unapenda nini? Mimi napenda masomo pamoja na habari zikisoma kwa ufasaha kwa Kiswahili, sio? Hivi kwamba kuna vipindi mbalimbali katika maisha ya mwanadamu, sio? Ni kipindi gani unakipenda sana katika redio? Napenda habari na masomo. Na masomo, vipindi vya masomo.
umekuwa ukisikiliza KBC Radio Taifa na KBC English Service wakifanya vipindi pale kuhusu kuelimisha wanafunzi katika taaluma zetu sasa hivi shuleni. Hivyo unatoa ushauri gani kwa kila mwanafunzi anayekusikiliza kupitia KBC Radio Taifa sasa hivi? Nampa ushauri kwa asipe moyo. Kwa KBC Taifa ipo na lazima mtihani ikija. Kila siku ya Jumamosi asubuhi kuna kipindi cha Ramani ya Kiswahili kwa manufaa ya mwanafunzi, mwalimu na shabiki wa Kiswahili nchini. Umewahi kusikiliza kipindi cha Ramani ya Kiswahili? Umekuwa shuleni. Kuanzia leo unawafaa kusikiliza kila Jumamosi asubuhi vipindi vya Kiswahili na zaidi ya yote vipindi vyote KBC Radio Taifa. Mwambie mzazi kwamba KBC tamba na radio. Umwambie vipi? KBC tamba na radio. Nataka tuimbe kidogo. Mama tuwasifu walimu wetu. Nataka museme watasema vile tukisema. Nikisema ngoja nianze. Kiswahili lugha yetu jamani tunaipenda. Karibu tuseme sote. Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Hatusemeni Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Tundeni tena. Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Wa elimu na Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Banda. Señorita. Tena zaidi mzee wetu wa busara Martin Kingasia, ndugu Kusero Jona, hatuna budi kusema ni kazi kuntu zaidi na kushirikiana kwa wenzetu kutoka soko zima wanaowezesha mambo akina dada yetu Susan. Lakini hatuwezi kumsahau mlezi wetu wa radio Michael Mumo ambaye amewezesha kazi hii pia kuwa ni fanaka kubwa zaidi. Hatuna budi kusema ni asante sana kwa wote na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha. Kumbuka hii safari itakuwa inaendelea katika maeneo mbalimbali kule mashinani. Kazi kwako Beki Charoticha. Labda kabla hujaondoka Beki, kuwafahamisha wasikilizaji ni kwamba tarehe 3 na tarehe 4 mwezi wa 6 safari ya kuinua elimu na Radio Taifa pamoja na English Service itakuwa inaelekea katika kaunti ya Nyeri na vile vile pia tutakuwa tunaelekea katika kaunti ya Uasin Gishu, kumaanisha kwamba tarehe 3 na tarehe 4 tutakuwa Nyeri na vile vile pia Eldoret na Timboroa. Vile vile pia msikilizaji wa KBC Radio Taifa ni kwamba safari hii bado inaendelea, kwa hiyo tutegee pale. Radio tutakuletea, maski tutakuletea, kitambi cha Momanyi pia kwa Beki. Asante sana Beki. Professor Bosira. Mzee wa kazi. Dada yetu shabiki mkubwa zaidi Zena yupo, Ali, alafu kuna mtoto wetu hapa ambaye ni mwanafunzi katika shule hii ya Star of the Land. Mwenzangu Rashid Mwamkondo, dada yangu Caroline Gashasha. Bila shaka twafanya leo isani kubwa kutembelea shule zetu. Hii si sehemu ya mwisho, ni mwanzo unaoanza mwisho. Kumaanisha leo radio tunatuza rasmi shule ya Star of the Land. Na asante sana. Sikiliza Radio Taifa, inua elimu. Radio Taifa, inua elimu. Semeni tamba na Radio Taifa. Tamba na Radio Taifa. Asante sana, na bila shaka hii itakuwa ni safari ya kufanikisha masomo katika shule zetu mashinani na katika miji yetu mikubwa. Banda. Señorita.